Karibuni katika wiki ya utumishi wa umma 2026. Wiki hii ya utumishi wa umma 2026 inafanyika katika viwanja vya Chinangali vilivyoko jijini Dodoma, ikienda na kauli mbiu ya kuchochea uwajibikaji jumuishi kwa huduma endelevu. Wiki hii ya utumishi wa umma imetoa fursa kwa taasisi za umma kuweza kushiriki katika maonyesho haya ili kuweza kutangaza kazi zao wanazozifanya, ikiwemo elimu ya uhifadhi na utalii, kutangaza vivutio vyetu vya utalii, kuimarisha uhusiano kati ya serikali na wananchi, kuhimiza matumizi ya mifumo ya kielektroniki hasa katika kutoa vibali vya kuingia katika hifadhi zetu, pamoja na kupigia kura vivutio vyetu vya utalii na kubadilishana uzoefu na taasisi mbalimbali katika kukuza uwazi na uwajibikaji. Jukumu kubwa la Hifadhi ya Taifa Tanzania ni kuhakikisha kwamba uhifadhi unafanyika. Uhifadhi wa kulinda rasilimali zote zilizopo, kuhakikisha kwamba kuna utalii endelevu. Maeneo yote yanayohusiana na utalii yanakuwa yameendelezwa na yako katika taratibu sahihi za standard za Afrika, standard za Tanzania na vile vile za dunia nzima zinavyohitaji. Kwa hiyo kuna barabara nzuri kwa ajili ya utalii na vile vile kuna mabanda ya utalii katika hifadhi zetu kwa ajili ya kuhakikisha watalii wanapata huduma sahihi na ukarimu wa kiwango cha juu. Hayo yote hayawezi yakawa na maana yoyote bila ya usimamizi wa mwanadamu. Shughuli zote hizo nilizozitaja zote ni mwanadamu, kuanzia uanzilishi wake hadi majukumu yote yamewekwa na mwanadamu. Nani anayefanya hizo shughuli? Ni idara ya utumishi na utawala, ndio inayochukua watu sahihi, waliosoma sahihi na wenye ari ya kufanya kazi sahihi. Idara ya rasilimali watu inahakikisha ya kwamba ina mgawanyo sahihi wa watumishi kwa idadi sahihi, mahala sahihi na kwa wakati sahihi, ili kuhakikisha ya kwamba zile kazi ambazo zinapaswa kufanyika zinafanyika ipasavyo. Lakini pia idara ya rasilimali watu ina jukumu kubwa pia la kuhakikisha kwamba linawaendeleza hawa watumishi, hivyo huwapatia mafunzo ya muda mfupi lakini pia mafunzo ya muda mrefu, ili kuhakikisha kwamba inawajengea uwezo wa kuweza kufanya zile kazi ambazo watumishi hawa wanahitajika kuzifanya. Lakini pia kuhusiana na mchakato wa ajira, mchakato huu wa ajira unasimamiwa na kuratibiwa na Sekretarieti ya Utumishi wa Umma, ambapo hufanya michakato yote ya ajira, na baada ya hapo TANAPA huletewa watumishi wale ambao iliwahitaji kwa wakati huo, na baada ya kuletewa watumishi hao hupelekwa kwenye mafunzo katika vituo vyetu vya mafunzo kwa muda wa miezi 6, na baada ya kukamilisha mafunzo hayo hupangiwa vituo vyao vya kazi katika zile hifadhi zetu ambazo tuko nazo, ambazo ni 21, ili kuendelea kutumikia katika rasilimali zetu na katika kulinda wanyamapori wetu na kuhakikisha ya kwamba utalii wetu unasonga mbele. Kutokana na usimamizi mzuri wa rasilimali watu, TANAPA imepata mafanikio mbalimbali, ikiwemo kuimarika kwa ulinzi na usalama wa rasilimali zilizopo katika hifadhi za taifa. Watumishi wa TANAPA wamekuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ujangili na shughuli nyingine zote zinazofanyika ndani ya hifadhi ambazo ziko kinyume cha sheria. Watumishi hawa wamesimama kidete, jua lao mvua yao, kuhakikisha rasilimali hizi za wanyamapori na misitu tulizorithishwa na mababu zetu zinakuwa na manufaa kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Juhudi hizi zimepelekea kuongezeka kwa idadi ya wanyama walioko hatarini kutoweka. Wanyama hao ni kama faru, mbwa mwitu na sokwe. Si wanyama hao tu, bali na wanyama wengine kama tembo, simba, twiga, nyati, nyumbu na wengine wengi. Vile vile juhudi hizi zimepelekea kuimarika kwa mahusiano kati ya TANAPA na jamii zinazozunguka hifadhi
ambapo jamii hizi zimekuwa na mtazamo chanya na zinashiriki kikamilifu katika shughuli za uhifadhi. Mafanikio mengine ni kuongezeka kwa idadi ya watalii na mapato yatokanayo na utalii. Pamoja na jukumu kubwa la kulinda na kuhifadhi rasilimali tulizopewa, TANAPA pia ina jukumu kubwa la kuhakikisha rasilimali hizi zina mchango katika maendeleo ya kiuchumi ya taifa letu. Katika kipindi cha miaka 5 mfululizo baada ya mlipuko wa ugonjwa wa Uviko 19, TANAPA imerekodi ongezeko kubwa la wageni na mapato yatokanayo na utalii, ambapo juhudi hizi na mafanikio haya yamechangiwa na rasilimali watu ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha wanatoa huduma bora kwa wageni. Vile vile mafanikio haya yamechangiwa na filamu ya Royal Tour na Amazing Tanzania iliyofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kutokana na mafanikio haya, TANAPA imetambuliwa kitaifa na kimataifa kama mtoa huduma bora, lakini pia kama eneo lenye vivutio bora barani Afrika na dunia nzima kwa ujumla. Kwa kipindi cha mwaka 2025, TANAPA ilipata tuzo zifuatazo. Hifadhi ya Taifa Serengeti ilipata tuzo katika maeneo matatu ambayo ni hifadhi bora ya taifa duniani, hifadhi bora ya taifa barani Afrika na hifadhi bora barani Afrika yenye wanyama wakubwa watano, yaani Big Five. Vile vile hifadhi ya taifa Tarangire ilipata tuzo ya hifadhi bora barani Afrika ambayo ni paradiso ya tembo. Hifadhi ya taifa Kilimanjaro kama hifadhi bora ya mlima barani Afrika. Hifadhi ya taifa Ruaha kama hifadhi bora barani Afrika katika utamaduni. Hifadhi ya taifa Nyerere kama hifadhi bora barani Afrika yenye mazingira mazuri, na hifadhi ya taifa Kitulo kama hifadhi bora ya fungate barani Afrika. Ama kwa hakika TANAPA ni nyumbani kwa tuzo. Kupitia uhifadhi na kwa kupitia utalii, wananchi wengi hasa wa Tanzania wanapata kazi kupitia nafasi na fursa mbalimbali zinazotokana na mtiririko wa mnyororo katika kutoa huduma za utalii, wakiwemo madereva wa tours, wafanyakazi wa mahotelini, wafanyakazi wa kwenye vijiji ambavyo vinahusika katika kuwahudumia watalii na vijiji pia vile ambavyo vinazunguka hifadhi. Basi tutoe wito kwa wananchi kama ambavyo tumeweza kukutana katika wiki ya utumishi wa umma, tukawapatia elimu na kuwaeleza kuhusu umuhimu wa uhifadhi. Tunahitaji kwamba uhifadhi ni jukumu la kwetu wote. Basi tunaomba wananchi pia mtuunge mkono katika shughuli hizi, kwa sababu zina manufaa sio tu kwa watumishi wa TANAPA peke yake, lakini zina manufaa pia kwa wananchi na kwa nchi kwa ujumla. Wiki hii ya utumishi wa umma imekuwa ni wiki nzuri ambapo sio tu tumeweza kuwapa wananchi elimu kuhusu shughuli mbalimbali zinazofanywa na shirika, lakini pia imetupa fursa ya kuweza kuchanganyika na watumishi wa umma wenzetu, wakiwamo wa wizara yetu na wizara nyingine mbalimbali ambazo zinahusika katika mlolongo wa utoaji wa huduma za shughuli katika uhifadhi na katika utalii. Karibuni sana, mtembelee hifadhi za taifa Tanzania ili muweze kushiriki katika kuchangia mapato ya serikali, na hifadhi hizi zinapatikana katika maeneo mengi ya nchi yetu. TANAPA Next Level!